katika elimu zao wana mamlaka ya kufanya mambo yale kulingana na elimu walizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana mamlaka ya kuamua mambo, wana mamlaka ya kufanya mambo, kwa sababu hata taifa linawategemea kwamba hawa ni wasomi. Ili tufanye mambo yetu yawe vizuri, au ni watu wa uchumi, ili uchumi wetu uwe vizuri, lazima tuwalete wanauchumi waweze kuamua kwamba uchumi wetu uweze kwenda katika namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mamlaka walio nayo watu wasomi, wanafanyika kuwa wakuu kwa sababu ya elimu zao. Ndio maana hata kwenye taasisi watu wenye elimu kubwa na watu wenye vyeo vikubwa ndio wanakuwa na mamlaka kubwa kuliko watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiangalia kipengele hiki cha 4 kwamba kuwa na Mungu ndani yako, unaweza kuwa na mamlaka na nguvu na uweza katika jamii inayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 23 na mstari wake wa 6. Tumuone mtu mmoja aliyekuwa mkuu sana. Mwanzo 23:6. Ukiweza kwa muda wako utaweza kuanzia mstari wa kwanza. Alafu hapo utasoma na Mwanzo 24:35. Tazisoma kwa pamoja. Mwanzo 23:6 na Mwanzo 24:35. Hapa neno la Mungu linasema, utusikie e Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua. Katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake, usizike maiti wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anaambiwa Ibrahimu baada ya kufiwa na mke wake Sara. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa katika nchi fulani. Mke wake alipokufa akawa anawaza namna gani nitamzika huyu mke wangu. Lakini alipowafuata wale watu kuwaomba kwamba nataka nizike mke wangu, wanasema wewe ni mtu mkuu sana kwetu. Hakuna mtu atakaye kuzuilia wewe usimzike maiti wako hapa kwetu katika kaburi lolote utakalojichagulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa ni mtu mkubwa katika ile nchi, ingawa alikuwa katika nchi ya nini? Ya ugeni. Kwa nini Ibrahimu alikuwa ni mtu mkubwa? Ibrahimu alikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikaa ndani ya Ibrahimu, kwa akaonekana kwamba ni mtu mkubwa juu ya ile nchi. Ndio maana watu wa ile nchi wanasema kwamba hakuna mtu atakaye kuzuilia wewe ni mtu mkuu sana katika nchi yetu. Maana yake una nguvu sana katika nchi yetu. Na nguvu alizokuwa nazo Ibrahimu si nguvu za Mungu tu, bali Mungu alimbariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na mifugo mingi, alikuwa na wanyama wengi, alikuwa na watumishi wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kwanza na mstari wa 20, sura ya 24:35. 24:35. Hapa Biblia inasema, kisha Bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanani ambao nakaa katika nchi yao. Samani, nimesoma 37. 35 nasema, na Bwana amembariki sana bwana wangu, amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Ibrahimu ambaye Ibrahimu alimtuma akamtafutie Isaka mke katika kabila za watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu mtu anakiri, anawaambia wale watu alikofikia kwamba Mungu amembariki sana bwana wangu, amekuwa mtu mkuu sana, amempa ng'ombe, amempa mbuzi, amempa kondoo, amempa ngamia, amempa watumwa na wajakazi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hapa tunaona kwamba ukuu wa Ibrahimu pia ulitambulikana katika mali alionao, katika utajiri alionao, kupitia uchumi alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaonekana Ibrahimu ni mtu mkuu sana katika lile taifa analoishi na katika ile nchi anayoishi. Kwa hivi vitu vitatu nilivyovizungumza, nadhani unaweza kuelewa kwamba ukuu wa mtu unatokana na kitu gani. Unatokana na madaraka alionayo, unatokana na uchumi alionao, unatokana na elimu alionayo. Lakini kipengele cha 4 ndicho utakacho kwenda ukizungumzia sana, kwamba Mungu akiwa ndani yako unakuwa mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa tunaona Ibrahimu alikuwa mkuu katika ile nchi. Watu wakamwambia, wewe ni mkuu katika nchi yetu, hakuna mtu atakaye kuzuilia. Manake mtu mwenye mamlaka hawawezi kumzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye mamlaka hawawezi kumpinga. Ndio maana Ibrahimu hakuzuiliwa kuzika katika ile nchi ya ugeni. Ukiendelea huko mbele utaona kwamba Ibrahimu alipewa pango la kuzikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasikilizana huko nyuma. Amen. Kwa akaenda kwa mtu akamwambia kwamba nikupe fedha ili uniuzie sehemu ya kuzikia. Lakini yule mtu akakataa, akamwambia hapana, wewe zika tu katika kaburi utakalochagulia. Ndipo Ibrahimu akajichagulia kaburi moja, akaenda kumzika mke wake kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mkuu, hakuweza kuzuilika. Lakini huku tunaona yule mtumwa wake anaenda kumtambulisha kule anakomchukulia kijana wake mke. Anamwambia Mungu amembariki, amekuwa mtu mkuu sana, amempa mali nyingi sana, amempa utajiri mkubwa sana, amempa ngamia, amempa ng'ombe, amempa kondoo, amempa watumwa, amempa wajakazi. Manake kupitia hivyo vitu Ibrahimu akaonekana kuwa ni mtu mkuu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kipengele cha 4 kwamba unaweza kuwa mkuu ikiwa Mungu yupo ndani yako katika jamii inayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa somo letu nasema ujue ukuu wa nani? Ukuu wa Mungu. Huku nimekupitisha ujue kwamba ukuu maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni nani anayeweza kuwa mkuu? Hata wewe unaweza ukawa mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Lakini ukuu ukiwa katika madaraka, ukuu ukiwa katika fedha, ukuu ukiwa katika elimu, una mipaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Una mwisho wake. Ukiondolewa kwenye madaraka, ukuu wako haupo tena. Watu waliokuwa wanakutetemekea hawawezi kukutetemekea tena. Watu waliokuwa wanakuheshimu, heshima inapungua. Ukuu ukiwa kwenye fedha, fedha yako inapoporomoka au uchumi unapokaa vibaya, ukuu wako unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukuu ukiwa katika elimu, nayo elimu inakuwa ina majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira fulani yakifika, hata thamani ya elimu yako inakuwa haipo tena. Lakini ukuu wako ukitokana na Mungu, utakuwa mkuu mpaka unaondoka duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tuliomwamini Kristo tutamani kuwa wakuu kupitia Kristo kukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukuu aliokuwa nao Ibrahimu, hata kama ni utajiri wa mali, alipata kwa Mungu. Lakini yule Mungu alimheshimisha Ibrahimu, jina lake linatajwa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokupa kitu kinadumu kizazi hata kizazi. Ukuu aliokuwa nao Ibrahimu unatajwa mpaka leo. Ibrahimu anaitwa ni baba yetu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani tulio nayo imetokana na Ibrahimu. Alipata ukuu kwa sababu Mungu alimwambia katika kukubariki nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akambariki sana. Akaubariki uzao wake kizazi mpaka kizazi. Hata leo tunabarikiwa katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotafuta ukuu, usiutafute ukuu katika vitu vya dunia hii vinavyoharibika, ambavyo vinakuwa na mwisho na mipaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ukuu katika Mungu ni ukuu ambao hauwezi kuharibika. Unaweza ukaharibika endapo tu ukavurugana na Mungu wako.
ukamkosea Mungu wako, ukamwacha Mungu wako, ile heshima ya Mungu inatoka ndani yako. Lakini unapoendelea kukaa vizuri na Mungu, Mungu anaendelea kukuheshimisha siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi pointi ya kwanza ya ukuu wa Mungu, andika: ukuu wa Mungu ukilinganisha na miungu mingine inayoabudiwa. Tunakwenda kuangalia ukuu wa Mungu ukilinganisha na miungu mingine inayoabudiwa. Ukuu wa Mungu ukilinganisha na miungu mingine inayoabudiwa. Andika Torati 10:17. Kumbukumbu la Torati 10:17. Ukuu wa Mungu ukilinganisha na miungu mingine inayoabudiwa. Torati 10:17. Neno la Mungu linasema: kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Hapa tunaona neno la Mungu linazungumza kwamba Mungu mwenyewe, Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Mungu wetu ndiye Mungu wa miungu, tena ni Bwana wa mabwana, tena ni Mungu mkuu, tena ni Mungu wa kuogofya, ni Mungu asio na upendeleo, hawatazami watu usoni anapohukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuu wa Mungu kwa namna nyingine katika kuhukumu, yeye haangalii huyu ni ndugu yangu, huyu ni nani yangu, huyu alinitumikiaje. Anaangalia huyu mtu ametembea vipi na neno langu. Wakuu tulionao sasa hivi anaangalia ni mtu gani ambaye yupo upande wake, hata kama hafai kupata haki anapewa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu, yeye ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana. Hasa ukuu wa Mungu upoje tofauti na miungu inayoabudiwa? Tunajua hapa duniani ipo miungu mingi sana inayoabudiwa. Ukienda katika mataifa ya bara la Asia, wanaabudu miungu mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nchi kama India wana miungu zaidi ya 3,000. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kila familia unaweza sema ina mungu wake. Wengine wanaabudu ng'ombe, wengine ndama, wengine tembo, wengine pisi, kila mmoja na kisanamu chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanaviabudu vile miungu kana kwamba ni Mungu aliyewaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati vile miungu havifai kabisa kuabudiwa, kwamba Mungu tuliye naye yeye ni Mungu wa miungu yote, ameviumba vile vitu vyote, vyenyewe vile havikuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anatakiwa aabudiwe yeye, ile miungu ianguke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao watu wamekaa mbali na Mungu, wametukuza miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamesahau kwamba yupo Mungu wa ile miungu wanayoiabudu. Na hapa nimezungumza kwa habari ya madaraka ambayo watu wanakuwa nayo. Na wakati mwingine madaraka, fedha na elimu vinageuka kuwa miungu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanasujudia madaraka kuliko Mungu. Watu wanasujudia fedha na uchumi kuliko Mungu. Watu wanaaminia na kuitumainia sana elimu kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisahau kwamba Mungu ndiye chanzo cha hivi vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka zote neno la Mungu linasema zimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Mungu. Aliye chanzo cha elimu ni Mungu. Lakini watu wamevitumainia vitu hivyo, vimekuwa kama Mungu kwao. Wamemshusha Mungu chini, wameinua miungu yao juu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo kwao Mungu hawezi kuonyesha ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wametumania vitu vingine wala sio Mungu. Lakini hapa neno la Mungu linatuambia Mungu wetu ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu mkuu. Maana yake anataka ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuu wake anautaka. Anaupataje ukuu wake? Unapompa heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo wenye madaraka wanajijua kwamba sisi ni wakuu, wanaheshimiwa, wanaogopwa, wanatetemekewa na kunyenyekewa na wale watu ambao wapo chini yao. Lakini sivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Wale watu ambao wanasema tunamtafuta Mungu wanamdharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaupunguza ukubwa wa Mungu. Ndio maana mtu kujua fedha na Mungu anachagua fedha, maana yake fedha kwake ni bora kuliko nani? Kuliko Mungu. Je, ukuu wa Mungu unawezaje kuonekana? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuelewe watu wa Mungu kwamba ukuu wa Mungu upoje, na tunaweza kumfanya Mungu kuwa mkuu kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasema namtafuta Mungu haonekani, maana yake umemshusha Mungu. Hujampa ukuu wake anaostahili katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umevipa ukuu vitu vingine. Umekuwa na hofu juu ya Mungu. Hujawa na ujasiri mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hauoni ukuu unaompa, ili hali yeye ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata watu wakimshusha Mungu, wakiinua miungu mingine, hawaondoi ule ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye atabaki kuwa mkuu pale pale. Lakini wewe huwezi ukauona ukuu wa Mungu katika maisha yako, isipokuwa ukasimama katika nafasi yako ambayo Mungu alikusudia wewe usimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa zamani walimwona sana Mungu kwa sababu walimheshimu, walimtii, walimnyenyekea. Walijua nguvu gani ipo ndani ya Mungu. Walijua uweza gani upo ndani ya Mungu. Walijua ni mamlaka ya namna gani Mungu wetu anayo. Ndio maana wakajaribu kusema kwa kuwa Bwana wetu ni Mungu wa miungu. Walipimanisha Mungu na miungu mingine, wakaona ile miungu haina nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakapimanisha Mungu na mabwana wengine, wakaona hao mabwana hawana nguvu. Wakaona kwamba Mungu ana nguvu kuliko hii miungu, maana yake hata hiyo miungu inatakiwa isujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakautangaza ukuu wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwa jina la Yesu kila goti litafanya nini? Kila ulimi utafanya nini? Na ulimi na goti la vitu vyote vilivyopo mbinguni na duniani. Maana yake huyo ndiye Mungu mkuu, ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuu wake unajidhihirisha katika nguvu zake na uweza wake alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wenzetu walipima miungu ya dunia hii, wakampima na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, wakaona huyu Mungu ana nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kumwangusha huyu, lazima tuiache miungu tumwabudu huyu, lazima tumtukuze, tumpe heshima huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimpimanisha kwenye mizani, wakaweka mzani huku Mungu mtakatifu, huku miungu mingine. Wakaona Mungu wetu ni mwenye nguvu sana. Wakasema hakika huyu ni Mungu wa miungu, huyu ni Bwana wa mabwana, miungu mingine haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo hata nchi za India ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba ni nchi ambazo haziwezi kupokea wokovu, leo injili ya Kristo inahubiriwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipolisikia neno wakapima miungu tembo, miungu ng'ombe, miungu ya sanamu zile za kuchonga za dhahabu na fedha, wakapimanisha, wakaona ipo nguvu ndani ya jina la Yesu. Wakaacha ile miungu, wakamfuata Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamepima kwenye mizani kwamba Mungu yupi mwenye nguvu. Tunayo miungu hii tangu enzi za mababu zetu, haijaweza kutusaidia, haijaweza kutuokoa. Wakaamua waiache ile miungu, wakufuate Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukuu wa Mungu ukilinganisha na miungu mingine inayoabudiwa duniani. Kwa hiyo unakuta
Mungu wetu ana nguvu sana. Unakuta Mungu wetu ana mamlaka kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wapo kwenye koo zao wanaabudu mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Wameipa heshima mizimu. Wanaabudu, wanasema tunawaomba wazee, ili hali si wazee, ni mishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani yamejikarisha pale kwa kuwa wamekosa maarifa. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna ushirika kati ya wafu na walio hai. Wanaamini kwamba kama babu yetu alikuwepo zamani, amekufa, tunaweza kumwomba akatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanashindwa kuelewa kwamba alishindwa kutusaidia akiwa hai, yawezekanaje akifa akatusaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo miungu imejiweka pale, imeziteka familia zile, zinaabudu shetani bila kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaabudu mizimu ya kwao, wanasujudia mizimu ya kwao, wanaitolea sadaka na dhabihu. Wameshindwa kuelewa ukuu wa Mungu. Manake hao watu mwisho wao ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana wengine wapo kwenye familia zetu wanasujudia hiyo miungu, wanasujudia hizo sanamu, wanasujudia hiyo mizimu, wanaitolea na sadaka mwaka kwa mwaka, wanaitolea sadaka mara 2 kwa mwaka, wanarudi nyumbani kutoa sadaka kwa mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema tunaomba kwa wazee, mbona tukiomba mambo yetu yanaenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaogopa kumkosea Mungu, lakini hawaogopi kumkosea Mungu, wanaogopa kuikosea mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanarudi nyumbani, wanakaa makaburini au kwenye miti ambako ziko madhabahu, wanasema wazee pengine tuliwakosea, ndio maana mjini mambo yetu hayatuendeni. Wanamwaga na sadaka zao pale, wanaachilia na sadaka zao pale, wanafanya na ibada zao kwa miungu. Wanaporudi mjini wanasema mambo yetu yanaenda. Si Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ni miungu inayoabudiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo hiyo miungu, Mungu wetu ndio Mungu wa miungu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Tunasikiana huko nyuma. Amen. Kwa hiyo ile miungu ukipimanisha na Mungu tunayemwabudu, miungu ile haina nguvu. Miungu ile haina mamlaka. Miungu ile haina nafasi ya kumsaidia mwanadamu. Ndio maana inampoteza mwanadamu asimjue Mungu. Inampoteza mwanadamu asimuelewe Mungu anayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Asimjue yule Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Ni miungu isiyostahili kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile miungu tukilinganisha na Mungu wetu, tunaona miungu ile ni dhaifu sana. Tunaona miungu ile haina uwezo, lakini tunaona utukufu wa Mungu juu ya maisha yetu. Tunaziona nguvu za Mungu zikituhudumia. Tunaona Mungu katika nguvu zake akituondoa katika madhabahu za ile miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Maana yake Mungu wetu asingekuwa mkuu kuliko ile miungu, hata leo ile miungu ingekuwa imetushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulilisikia jina la Yesu ambalo ni jina la Mungu, jina lenye nguvu. Tulipolisikia hilo jina tukaliamini. Tulipoliamini hilo jina likatuokoa, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweza wote amepewa Yesu. Uwezo wa Mungu anao Yesu. Yesu anapoingia katika maisha yako, anakomesha ile miungu mingine ambayo ilikuwa imekushikilia, maana yake haina uhalali wa kukushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9. Isaya sura ya 9. Angalia mstari wake wa 6. Isaya 9:6. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwana
na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa mtoto mwanaume. Nimezungumza kwamba uweza wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, ni ukuu wa Mungu. Hapa tunaona kwamba uweza wa kifalme anao Yesu Kristo, lakini jina lake ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika tafsiri za neno ukuu kuna neno nguvu na uweza. Kwa hiyo tunaelewa kwamba Mungu tuliyemchagua ni Mungu mwenye nguvu, tukilinganisha na miungu inayoabudiwa hapa duniani. Tunapata kuelewa kwamba miungu inayoabudiwa ni miungu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Miungu uliokuwa umeabudu zamani ni miungu dhaifu. Yupo Mungu wa ulimwengu huu, ni Mungu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana nguvu mbele ya jina la Yesu. Watu wanaogopa hiyo miungu kwa sababu wakati mwingine ushirika wao na Mungu si sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na ushirika sawa sawa na Mungu, hutaogopa hiyo miungu, hutaogopa majini, hutaogopa mashetani wala mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukisikia neno mzimu ukipimanisha na jina la Mungu mwenye nguvu, utaelewa kwamba hapana, aliye upande wangu ni mwenye nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaujua ukuu wa Mungu ukikaa vizuri na Mungu. Mungu anajidhihirisha kwako, Mungu anajifunua kwako, anajifunua katika nguvu zake, anajifunua katika uwezo wake, anajifunua katika mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mamlaka ya kifalme iliyokuwa begani mwa Yesu, leo Mungu anaifunua kwa wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile nguvu alizokuwa nazo Yesu ameziachilia kwa wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule ukuu ambao Yesu alitembea nao enzi za mwili wake, leo ameuleta kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule ukuu usiutafute kwingine, unapatikana ndani yako ukikaa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usiutafute mahali. Ukuu wa Mungu inatakiwa upatikane ndani ya yeye aliyemwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokaa na Kristo utaelewa namna gani shetani ni dhaifu. Utaelewa namna gani una nguvu kumdhibiti shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukalinganisha kwamba mizimu iliyotushikilia ilikuwa na nguvu sana. Wachawi wanaotuangia wana nguvu sana. Ukipimanisha na Mungu alivyo na nguvu, utaelewa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hii miungu haina nguvu kumzidi Yesu Kristo. Haina nguvu kumzidi Mungu wa miungu. Haina nguvu kumzidi Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ujue ukuu wa Mungu lazima upatikane kwanza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Utaweza kupimanisha na kutofautisha kwamba uwezo wa Mungu unaopatikana ndani ya mwamini na ule uwezo wa mashetani unaopatikana ndani ya wanaomwamini shetani, ni upi uweza wenye nguvu zaidi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana jina Yesu linapokaa ndani ya mwamini, likitajwa katika maana halisi, mashetani yanakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 16. Nyakati wa kwanza 16. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 25. 16 anzia mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana,
na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye azifanyaye mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Nimeishia mstari wa 29b. Anasema kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye azifanyaye mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona neno la Mungu linazidi kutuonyesha kwamba Mungu ni mkuu wa namna gani. Mungu ana nguvu za namna gani. Katika nguvu alizo nazo Mungu anastahili kupewa sifa, anastahili kupewa utukufu, anastahili kuabudiwa. Na anasema Mungu wetu ni mkuu kuliko miungu yote, na miungu yote ya watu haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia kwamba ipo miungu inayoabudiwa. Neno la Mungu linatuambia hiyo miungu inayoabudiwa haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini haifai kitu? Ukuu wote anao Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu zote anazo Mungu wetu, mamlaka yote anayo Mungu wetu, na anastahili kuabudiwa kwa sababu ni mkuu, anastahili kuabudiwa kwa sababu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazo nguvu anazozishusha wakati wa ibada, anayo mamlaka anayoiachilia katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mamlaka ya Mungu inakuja kwetu, ndio maana anastahili kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ukuu wa Mungu unajipambanua vizuri sana kwamba miungu mingine ipo, watu wana miungu yao, lakini hiyo miungu haifai kitu. Kwa hiyo kama jamaa zako wapo wanaabudu miungu, unayo nafasi pia ya kuambia kwamba miungu mnayoiabudu hiyo haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo miungu ya dini inayoabudiwa, ipo miungu ya makabila, ipo miungu ya mataifa inayoabudiwa. Ile miungu haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu tuliye naye peke yake ndiye Mungu wa kuabudiwa. Tutamwabudu kwa ukuu wa matendo yake, tutamwabudu kwa uweza wa nguvu zake, tutamwabudu kwa upendo alio nao, tutamwabudu kwa fadhili alizo nazo, tutamwabudu kwa heshima alio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukishindwa kumwabudu na kumwelewa Mungu tuliye naye, maana yake miungu mingine haiwezi kutusaidia. Hapa neno la Mungu linatuambia hiyo miungu haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inastahili kudharauliwa, inastahili kuzihakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Na unaweza ukaelewa, wanaoabudu hiyo miungu wanamdhihaki Mungu wetu, lakini wao ukidhihaki miungu yao wanakasirika. Sisi hatukasiriki kwa sababu tunajua Mungu tuliye naye pengine ni Mungu wa rehema sana, anaweza akawarehemu wanaomdhihaki wakawa watumishi wake, kama Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimtokea Sauli, anamwambia Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Sauli anamuuliza, wewe ni nani ambaye mimi nakuudhi? Anasema, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amempiga upofu Sauli, hawezi kitu. Anamwambia, nenda huko Dameski unakoenda utaambiwa ya kupasayo kuyafanya. Anafika, anakutana na mtumishi wa Mungu. Mungu anamwambia, nenda, Sauli ni mtumishi wangu mteule, ni chombo changu kiteule. Anamwambia huyo mtu, Bwana ana nyaraka zote za kuja kutuua na kutukamata, tunahubiri kwa habari za jina la Yesu. Mungu anamwambia, nenda, nimesha. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu
alikuwa akirudi kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akamwambia Anania, nenda kwa Sauli, yeye ni chombo changu kiteule, nimemkusudia huyo ahubiri habari zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu katika ukuu wake akajitukuza juu ya Sauli, akabadilishwa jina akaitwa Paulo. Leo tunasoma habari njema alizoziandika nani? Paulo, wala si Sauli tena. Aligeuza moyo wake. Tunazidi kuona ukuu wa Mungu alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaomtukana amewakusudia ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine ni wa kwake. Ndio maana wakati mwingine tunapodhihakiwa kwa ajili ya Mungu, watu wa Mungu wengi hatuna hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunachokifanya ni kuombea wale watu, kwamba hawajui wanachokifanya. Hawajui Mungu wanayemdhihaki ni Mungu wa namna gani. Hawajui miungu walio nayo ni miungu dhaifu kwa kadri ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangejua wana miungu dhaifu, wasingejaribu kumdhihaki Mungu. Paulo alikuwa na miungu anayoiabudu inayomuongoza kuua watu wanaohubiri habari njema za Kristo, wakiongozwa na wale Mafarisayo, wakiongozwa na wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipojua ukuu wa Mungu, Paulo alikuwa mstari wa mbele hata kuwahubiria makuhani wale wengine, akawa mstari wa mbele kuwahubiria wafalme, akawa mstari wa mbele kuwahubiria hata wale Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajieleza akasema, katika ufarisayo mimi ni farisayo, tena mwana wa Farisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamtaja na mwalimu aliyemfundisha huo ufarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anaenda kuwahubiria watu wale wafalme wengine wanataka kuliamini lile neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Anawageuza mioyo watu wengi wanamjua Mungu. Kwa nini? Ameujua ukuu wa Mungu. Ameelewa kwamba Mungu niliye naye, niliyempata sasa, ni Mungu mkuu sana, ni Mungu mwenye nguvu, tena ni Mungu wa kuogofya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu aliyemtokea Paulo kabla hajaitwa Paulo, akiwa anaitwa Sauli, analiuzi kanisa, ndiye Mungu tuliye naye sasa. Tukiwa naye huyu, tukikaa vizuri na Mungu huyu, miungu mingine haifai kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Miungu mingine si kitu. Tunaona hapa neno la Mungu linatuongoza. Anasema kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mkuu, mwenye kusifiwa sana. Sifa za Mungu hazilingani na za miungu mingine ya namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kutafuta ukuu wa Yesu akiwa katika enzi za mwili wake, Bwana Yesu asifiwe sana, alifanya mambo makubwa sana kudhihirisha ukuu alionao, ambao hakuna mtu mwingine au mtumishi mwingine au miungu mingine iliyowahi kufanya mambo kama aliyoyafanya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka kwamba Yesu peke yake aliweza kutembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anadhihirisha kwamba mimi ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza wa kufanya kitu chochote bila kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo mtu yeyote akijaribu kutembea juu ya maji hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Yesu peke yake. Vitabu vyote duniani hakuna kitabu kinaandika mtu aliyetembea juu ya maji isipokuwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikutana na mgerasi ambaye alikuwa amefungwa na majini mengi sana. Watu wengi wanamkimbia. Alishakimbia nyumbani, anaishi makaburini. Lakini kwa neno moja la Yesu, zile pepo zikamtii, zikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kutambua ukuu wa Yesu, zile roho zikamtambua, zikasema kwamba Yesu mwana wa Mungu, una nini na sisi? Umekuja kutuhukumu kabla ya wakati wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Yesu ukuu alio nao mpaka mashetani yanajua, kuzimu yote inajua. Kwa hiyo sisi leo tunapopata neema ya kumwabudu Yesu Kristo, tunatakiwa tuelewe ukuu alio nao, tuupeleke katika maisha yetu, ili tuone matokeo makubwa, Mungu akijidhihirisha kwa namna tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine
usione ukuu wa Mungu? Kwa sababu wewe mwenyewe hujaamini ulichokisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanya mambo makubwa. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nini wakati mwingine tunaweza tukawa dhaifu? Hatujasimama sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yetu wakati mwingine imepungua. Ule ukuu ambao Mungu anao hatuamini, hatuusadiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunampimanisha Mungu na mambo tulio nayo. Tunaona kwamba tulio nayo yamekuwa makubwa, alafu Mungu wetu amepungua. Wakati mwingine watu wanapimanisha mashetani, wanaona kama yana nguvu kuliko yule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika haipo hivyo. Mungu wetu ni mkuu sana. Hapa anatuambia kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana na wakuhofiwa kuliko miungu yoyote. Watu hawana hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana hofu juu ya miungu wanaoiabudu. Mwanzo nimekwambia, wale wanaoondoka kwenda kutambika wana hofu sana inapofika ile miezi ya kutambika, wasipoenda kutambika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatetemeka kwamba huu ni muda wa kutambika, hatujaenda. Hata kama hatujaenda, wanafanya juu chini watume mchango ili matambiko yakamilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi kwa Mungu wetu hatuna tetemeko la namna hiyo. Hatujali hata ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Wale wakati mwingine ni waaminifu kwa miungu yao. Sisi tumepunguza uaminifu kwa Mungu wetu. Tumekuwa na shaka, tumekuwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaona miungu yao inajibu, kwa sababu sisi tumezembea kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu linatuambia Mungu wetu ni mkuu sana, ni Mungu wa kuogofya. Miungu mingine ya watu haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Fungua kitabu cha Zaburi 94, utaisoma kwa muda wako. Inaendana na ile andiko tulilolisoma. Soma Zaburi ya 147 mstari wa 5. Zaburi ya 147 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, Bwana wetu ni Mungu, Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mkuu sana, ni mwingi wa nguvu, wala akili za Mungu hazina nini? Hazina mipaka. Kichwa cha somo tunasema ujue ukuu wa Mungu. Na ukuu tumeona ni uweza, ni mamlaka, ni nguvu. Hapa Zaburi anatuambia Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazichunguziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tungeuelewa ukuu wa Mungu, tusingekuwa na tafiti nyingi za kumkataa Mungu. Tumekuwa tukikosa ukuu wa Mungu kwa sababu tuna tafiti nyingi zinazopunguza ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine watu wanasema kwamba wakipitia hali fulani ana uwezo wa kuzungumza kwamba hivi hata hili litawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anaanza kumchunguza Mungu kwamba Mungu, wewe hata hili unaweza, hata hili unaweza kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anampunguza Mungu, anashusha uwezo wa Mungu, anamwambia Mungu huna nguvu, ili jambo huliwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu haliwezi, ni nani wa kuliweza? Kumekuwa na hali watu wakipitia katika maisha, lakini kulingana na hali aliyo nayo anakuwa mnyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasahau uweza
alionao Mungu anayemwabudu. Anasahau akili alizo nazo Mungu anayemwabudu. Neno la Mungu nasema akili zake hazina mipaka. Wakati mwingine anasema akili za Mungu hazichunguziki. Wakati mawazo ya mwanadamu na akili za mwanadamu zinapofika kikomo, ndipo Mungu anaanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ukifika mahala ukakataa kwamba Mungu hawezi, je, Mungu anawezaje kujidhihirisha katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaifungia akili ya Mungu kutenda, unaufungia uwezo wa Mungu usionekane juu yako, ukuu wa Mungu usionekane kwako. Mungu anazo nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anao uweza mwingi, anayo mamlaka kubwa sana. Endapo kanisa tukamwelewa, tukasimama katika nafasi zetu, tukaamini Mungu ni mwenye nguvu, nguvu zake zitadhihirika juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatuoni uwezo wa Mungu kwa sababu kuna vitu tumeviwekea kizuizi, kwamba Mungu anaweza kufanya hili linaloonekana kubwa, maana yake Mungu hawezi. Tunakuwa sawa na watu wa mataifa, lakini wale, kuna wakati unaweza ukasema wanazo akili kwa Mungu wao. Kuna jambo wakiona hawaliwezi, wanakimbia kwenye madhabahu za waganga wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaamini kule hilo jambo litawezekana. Lakini sisi tunapokumbwa na zito, tunakuwa wazito kukimbia kwenye madhabahu ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anazo nguvu na uweza. Tunapokutana na mazito, anataka tukimbilie kwake ili ajidhihirishe katika hilo jambo, ili ajitukuze katika hilo jambo, kwa sababu Mungu wetu anapenda kujitukuza katika mambo yaliyoshindikana kwa wanadamu. Ili linapotendeka, ukiulizwa utasema ni Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiulizwa ilikuwa kuaje mpaka umepita hapa, unasema ni Mungu ametenda, ni Bwana amefanya, kwa sababu niliomba. Lakini watu wa Mungu tunakuwa wanyonge, kana kwamba Mungu tuliye naye ni dhaifu. Hatuna Mungu dhaifu, tuna Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma ile Isaya kwamba amezaliwa mtoto mwanamume, uwezo wa kifalme upo mabegani mwake, jina lake ni mshauri wa ajabu, jina lake ni Mungu mwenye nguvu, ndiye tuliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mwenye nguvu tunampata kupitia Yesu Kristo. Kristo anapokaa ndani yako, Mungu mwenye nguvu ameingia ndani yako. Kristo unapompa nafasi ndani yako, umempa nafasi Mungu mwenye nguvu ashughulikie maisha yako. Umempa Mungu nafasi aiongoze maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshauri wa ajabu ayashauri maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetegemea akili zetu, tumetegemea uchumi wetu, tumetegemea elimu zetu, na hivyo vitu vimetutenga sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekutana na watu wengi wenye elimu kubwa, wanadhihaka sana mbele za Mungu. Tumekutana na watu wenye uchumi mkubwa, wanadhihaka kubwa sana mbele za Mungu, kwa sababu uchumi wao upo vizuri, kwa sababu elimu yao ipo vizuri, kwa sababu wana vyeo vikubwa na madaraka juu ya taifa tunaloishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawapelekea hao watu wamshushe Mungu, wainue vitu walivyo navyo. Manake hao watu Mungu hawezi kujidhihirisha kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu tuliye naye, Mungu tunayemwabudu ndani ya Yesu Kristo, Mungu anazo nguvu nyingi, na ni Mungu mwenye mamlaka. Akili zake hazina mipaka, akili zake huwezi kuzichunguza. Ukimpa nafasi kwenye maisha yako, ana uwezo wa kukupeleka katika viwango ambavyo hukutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana uwezo wa kukuweka kwenye viwango ambavyo watu wengine watashangaa. Ukiwa na elimu yako ukampa nafasi Yesu, elimu yako itang'aa, elimu yako itastawi. Una uchumi wako mzuri, ukampa Yesu heshima yake na nafasi, uchumi wako utadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Una madaraka, una mamlaka, unampa Yesu nafasi katika yale madaraka ulio nayo. Madaraka yako, ule uongozi ulio nao, utakuwa ni uongozi wenye heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunao viongozi hawana heshima. Tunao watu wenye uchumi na fedha nyingi hawana heshima. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tuna watu wenye elimu kubwa hawana heshima, kwa sababu heshima inapatikana ndani ya Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamemkataa mshauri wa ajabu, wamemkataa Mungu mwenye heshima, wamemkataa Mungu mwenye hekima. Wana vitu hivyo vyote, ukipima hekima yao haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekataa kuongozwa na Mungu, wametegemea elimu zao, wametegemea maarifa ya kibinadamu, wametegemea uchumi wao, wametegemea mali walizo nazo, lakini wamemdharau Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mdharau Mungu kwa hali yoyote ambayo unapitia. Wengine walimwacha Mungu kwa sababu wamepita katika magumu. Wengine walimwacha Mungu kwa sababu maisha yao yamestawi, lakini mwanzo walikaa vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakautupa mbali ukuu wa Mungu, wakautupa mbali uwezo wa Mungu, wakaona Mungu anawachelewesha, wakaona Mungu anawabanabana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Basi Mungu akubariki kwa kusikiliza. Leo tunaishia hapa, somo letu bado linaendelea. Tukipata nafasi siku nyingine basi